Jioni ya leo nikipenda niwe na mada kidogo ambayo itahusiana na Injili ya malaika wa kwanza. Watu wamekuwa wakihubiri hii Injili ya malaika wa kwanza na wengine na malaika wa pili na malaika wa tatu. Pia mimi nataka kuweza kuchukua muda kidogo niweze kuangalia hii mada ya malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Samahani. Malaika wa kwanza, na nitaweza kuingia katika mada mara moja tu. Inasema katika kitabu cha Ufunuo 14 aya yake ya 6 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa, kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Elohimu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Injili ya malaika wa kwanza inasema ya kwamba watu waweze kumshujudia yeye aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi na vitu vyote. Kwa hivyo malaika wa kwanza alionekana akiruka katikati ya mbingu akiwa na Injili ya milele, akiwahubiri wale wakao katika nchi, katika dunia na jamaa na lugha na sauti zote. Kwa hivyo watu wanafaa kurudi katika ibada ya kweli, katika kumsujudia Yawe, kwa sababu katika jina kusujudu inaingia katika jina kusujudu ni ibada. Taweza kudhibitisha katika hali ya kusujudu, hiyo ni ibada unakuwa unamfanyia Yawe. Unamfanyia Yawe. Acha niangalie katika maandiko, katika Nyakati, mahali ambapo itaweza kuonyeshana ya kwamba kusujudu ni katika hali ya kumwabudu, ni katika hali ya ibada. Katika Nyakati wa pili inaongelea kuhusu ibada. Nyakati wa pili 7 aya yake ya 3 inasema hivi, wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Yawe ulipokuwa hapo juu ya nyumba, na utukufu wa Yawe ulipokuwa juu ya nyumba, wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Yawe wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hivyo Waisraeli, wakati nyumba ya Suleimani ilipokuwa imemalizika kujengwa, Waisraeli, Suleimani akaweza kuwa ametoa dhabihu, na ile dhabihu ikaweza kuwa imekubalika. Waisraeli, ile dhabihu wakati ilikubalika, moto ukashuka juu mbinguni, ukaja ukala ile madhabahu ambao Suleimani alikuwa amejenga. Kwa maana taratibu ya madhabahu kulikuwa na mawe 12 pia kulikuwa na mwana kondoo aliyekuwa anaekelewa mahali pale. Sasa wakati moto ulishuka na Waisraeli walikuwa pale, ndipo wakaweza kuyote Israeli wote wakatazama na wakasujudu kifurifuri hata nchi, wakaabudu, wakasema Yawe ni mwema na fadhili zake ni za milele na milele. Kwa hivyo kusujudu kunaingia katika kitengo cha kuabudu ama ibada. Kwa hivyo tunafaa kumwabudu Yawe, tunafaa kuabudu, kurudi katika ibada ya kweli. Na katika ibada ya kweli inahusisha yule ambaye anaabudiwa na katika vitendo vya kuabudu. Kuna watu wanasema ya kwamba lazima watu waweze kusujudu, wengine wanasema ya kwamba lazima watu waweze kupiga magoti. Hayo yote tutaweza kuiangalia katika maandiko. Hasa hata Waislamu pia huwa wanasema ya kwamba ati lazima kusujudu, na ni kweli kusujudu ni kitendo kizuri.
kwa maana kinaonyesha kunyenyekea. Kunyenyekea kwa mapenzi ya Yahweh. Hata niweze kuangalia katika Qur'ani hii ambayo niko nayo hapa. Qur'ani 22 niweze kuangalia katika Qur'ani 22:18 inasema hivi, katika kitabu cha Waislamu, kitabu kisichokuwa na Roho Mtakatifu ndani yake hakina uvuvio. Taweza kusoma kiliwa tu unatafsiri haya venye ilivyo. Je, uoni ya kwamba Mwenyezi Mungu kinamsujudia kila kilicho mbinguni na kilicho ardhini, na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama na wengi miongoni mwa watu, na wengi pia imewalazimu adhabu ya Mwenyezi Mungu, na ambaye Mwenyezi Mungu amemfedhehesha, basi hakuna atakayempa heshima. Kwa yakini Mwenyezi Mungu hufanya apendavyo. Kwa hivyo Qur'ani nayo inaonyesha kwamba kila kitu kilicho mbinguni huwa kinamsujudu Mwenyezi Mungu, na miti na milima na mawe na majua, kila kitu kinamsujudu. Maana yake hizi vitu zote zinamtolea Yahweh ibada, zinatoa ibada kwa Yahweh, zinanyenyekea kwa Yahweh, zinamshukuru kwa mawe, zinashukuru kwa Yahweh. Pia tunaona ya kwamba Yeshua mwenyewe alisema ya kwamba msiponiibia, nisifu, mawe yataweza kusifu, yatapiga makofi. Kumaanisha hizi vitu ambazo tunaona kama haziko uhai zinatoa ibada kwa Yahweh, zinamshujudia, zinaabudu. Kusujudu ni ibada, kwa hivyo zinaabudu. Haleluya. Kwa hivyo katika ibada, malaika wa kwanza anarudisha watu katika kumsujudia Yahweh. Katika kumsujudia Yahweh, watu wasiweze kukaa katika ibada ambazo ni za kutunga. Maana maandiko yanasema ya kwamba ibada zote zilizo duniani wakati huu, ndio maana malaika anaonekana akiruka katikati ya mbingu. Malaika wa kwanza ako na injili ya milele, akiwaambia watu waweze kurudi katika ibada ya kweli. Kwa nini? Kwa sababu ibada zilizomo wakati huu ni ibada nyingi ni za kutunga. Katika kitabu cha Wakolosai, niweze kuangalia kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai, niweze kufungua Kolosai 2:23 inasema, mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Kwa hivyo inaonekana hapa kuna watu wako na ibada ya kutunga. Ibada za siku hizi ni za kutunga. Haleluya. Ibada za siku hizi ni za kutunga. Watu wanajitungia ibada. Wanaweza kusema haya na haya ndiyo matendo ya ibada, haya na haya ndiyo mambo ambayo yanafaa ibada. Lakini maandiko ndiyo yanafaa kutupatia mwelekeo ya kujua tunafaa kuabudu kwa njia gani, na tena tunafaa kumwabudu nani. Ni mambo mawili. La kwanza, tunafaa kumwabudu nani? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, njia ya kuabudu, unaabudu vipi ndio uweze kuwa unatoa ibada ya kweli. Haleluya. Uweze kumshujudia Yahweh, utoa ibada ya kweli. Kwa hivyo ibada ni katika kusujudu, na kusujudu ni kitendo kizuri cha kumfurahisha Yahweh. Hapo mwanzo kulikuwa na kawaida za ibada venye watu walikuwa nafanya, lakini kwa leo wacha niweza kuguza kwanza yule anafaa kuabudiwa. Huyo ndio wa haswa tunafaa kwanza kumjua. Yule anafaa kuabudia, ndio baadaye nikuje matendo ya ibada, nikuje mambo ya tunafaa kusujudu,
venye tunafaa kuabudu vitu vyote na mpaka mahali ya kuabudia. Kwa leo waweza kuangalia huyu mwenye anafaa kusujudiwa ni nani. Hapo mwanzo katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Mwanzo, kuna kitendo kiliweza kufanyika wakati Musa alikuwa pale jangwani, na watu walikuwa wamemsahau Yawe. Kwa sababu ukisoma hapo mwanzo kabisa, acha niweze kuangalia andiko katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo 4:26. Kwa sababu Yawe amekuwa akijidhihirisha mara kwa mara, kizazi baada ya kizazi. Yeye ni nani? Sethi, Mwanzo 4:26. Sethi naye akamzaa mwana, akamuita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la Yawe. Kusoma Biblia ya kawaida inasema hapo ndipo hapo mwanzo ndipo watu walianza kulitia jina la Bwana. Wengi wanasoma namna hiyo. Biblia nyingi zinasema namna hiyo, lakini mimi natumia jina la Yawe, natumia jina Yawe. Tutakuja kuona ni kwa nini natumia jina la Yawe. Kwa hivyo wapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la Yawe, lakini wakati kizazi kiliendelea na kikaendelea, watu wakaanza kumsahau Yawe, wakaanza kumsahau muumba wa kweli, wakaanza kuabudu miti na mambo mengine ambayo hayavai. Tukisoma kitabu kinaitwa hii Mwanzo bado. Ukisoma Mwanzo aya yake Mwanzo 11 kuanzia hapo mwanzo inasema, nchi yote ilikuwa lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaabiana, haya na tufanye matofali tukachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujengee mji na mnara, kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Kumbe watu waliendelea vizazi na vizazi, ikafika mahali wakakuwa na kiongozi wao aliyekuwa anaitwa Nimrod. Na wakati walifika mahali akiwaongoza, wakafika nchi tambarare, nchi ya Shinari, wakasema wacha tujenge matofali, tujenge lami, tuwe na vitu hivyo, tuweze kujenga mnara, mji ufike hadi mbinguni, ili watu tujifanyie jina, yani wawe na sifa, wawe na jina. Na hapa ndipo wakawa wamemsahau Yawe. Nimrodi akawa anaabudiwa kama muumba wa mbingu na nchi, akawasurutisha watu waweze kumuabudu, akawawekea sanamu na vitu vyote ambazo ni ibada badia. Watu wakawa wamesahau muumba wao. Haleluya. Watu wakawa wamemsahau muumba wao. Lakini vizazi venye vilivyokuwa vinaendelea, Yawe alikuwa anajidhihirisha. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu kinaitwa Kutoka, kitabu cha Kutoka, Yawe aliendelea kujidhihirisha hata wakati watu wamemsahau. Anaendelea kujidhihirisha na kutoa jina lake, kwa maana watu walikuwa wanasahau. Wengi wanampatia majina tofauti tofauti. Wengine wanamuita Elohim, wengine wanamuita Bwana, wengine wanamuita Adonai, wengine wanamuita Bar, wengine wanamuita Astorath, wengine wanamuita majina tofauti tofauti. Lakini yeye kizazi baada ya kizazi aliendelea kujidhihirisha kwa yule ambaye alikuwa anamtafuta. Kwa maana Yawe anasema ya kwamba wale wananitafuta kwa bidii wataniona. Katika Kutoka 6 aya yake ya 2 inasema, Yawe anamnenea Musa hapa. Kisha Elohimu akasema na Musa akamwambia,
mimi ndimi Yawe. Nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama El Shaddai, bali kwa jina langu Yawe sikujulikana kwao. Kwa hivyo Yawe aliendelea kujidhihirisha, akasema bia Musa ya kwamba mimi nilimtokea Ibrahimu. Kwanza alimwambia mimi ni Yawe, kwanza akamwambia jina lake, lakini akamwambia nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama El Shaddai, bali kwa jina langu Yawe sikujulikana kwao. Si kwamba jina halikuwa limefunuliwa, sababu katika Mwanzo 4:26 tumesoma ya kwamba Seth aliweza kuzaa mwana na watu wakawa wanaliitia jina la Yawe wakati Enosh aliweza kuzaliwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba aliendelea kujidhihirisha, lakini baadaye aliweza kujidhihirisha hata kwa Ibrahimu baadaye. Lakini hapo mwanzo, kwa sababu kitabu cha Mwanzo ni Musa anafunuliwa matukio yalikuwa yanatukia. Ibrahimu alikuwa katika kipindi cha mwanzo. Mwanzo hakuwa anamfahamu, lakini baadaye alirudi akamfahamu, kwa sababu Ibrahimu wakati waliweza kusafiri nchi ya Shinari, waliweza kutoka mahali pale na wakaenda wakasafiri na baba yake, wakafika mahali ambapo kulikuwa kuzuri. Walikuwa naenda nchi ya Kanani, wakakoma mahali pale ambapo kunaitwa Ur kwa Wakalidayo, na huko ndiko Yawe aliweza kumuita, na wakawa wanaabudu sanamu, kwa sababu Nimrod alikuwa amefanya wasahau jina la Yawe. Wakawa wanaabudu sanamu mahali pale, lakini Yawe akataka kujidhihirisha kwa Ibrahimu na akaweza kumuita. Wakati alimuita, akaweza kumfahamisha jina lake, akamwambia mimi ni Yawe, na hapo Ibrahimu akamfanyia Yawe madhabahu. Naweza kuangalia hata Biblia tofauti, lakini katika kitabu cha Mwanzo 22 aya ya 14, wacha niweza kusoma Biblia ingine hata angalau ni ya Kiswahili, ni ya Kiingereza, yenye haijarudisha utukufu wa Yawe, haijarudisha jina la Yawe. Sababu yenye natumia hapa ni yenye maandiko matakatifu, neno la Yawe yenye imerudisha jina. Wacha nisome yenye haina hiyo majina, tuone Ibrahimu aliweza kuliitia jina la nani. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Hii ni Biblia inajiita The Catherine Casa Bible. Ni jina ya Wakatoliki, ni Biblia ya Wakatoliki ambayo wanaitumia kujibu maswali ambayo wewe unajiuliza ama mimi najiuliza kuhusu Wakatoliki. Kwa hivyo ukitaka kujua kwa nini Wakatoliki wanamwabudu Maria, jibu liko katika hii Biblia. Ukitaka kujua kwa nini ama Wakatoliki wanaabudu wafu, jibu liko katika hii Biblia. Ukitaka kujua maswali yote uko nayo iko kwa hii. Lakini wanatumia majina ya Jehova na zile zingine, lakini katika matini ya kawaida yale ilikuwa wanaandika vilivyo venye kitendo kenye kilikuwa kinatendeka. Katika Mwanzo 22 aya ya 14 nasema Abraham named the site Yahweh Yireh, hence people now say on the mountain of the Lord will say. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ati Ibrahimu akaita mahali pale Yahweh Yireh, na wameandika kabisa Yahweh Yireh, na wanasema inamaanisha ati katika mlima wa Bwana, on the mountain of the Lord will say. This shows us that Abraham was serving Yahweh, and he was not serving idols. When Yahweh called Abraham, he sanctified him and he started serving Yahweh. He did not serve God, he did not serve Lord, he served Yahweh. Lakini hawa Warumi wanatuambia ya kwamba Ibrahimu aliweza kutumia jina la Kiebrania, kwa maana yeye mwenyewe alikuwa Mwibrania.
Kwa sababu hii Biblia iko na maelezo. Wacha nisome maelezo kidogo. Tusikie katika maelezo ya Wakatoliki wanasema namna gani. Yahweh Yireh, a Hebrew expression meaning the Lord will see. The reference is to the word in verse 8. God himself will see to it. Kwa hivyo wanatuambia vizuri sana. Hii jina Yahweh Yireh ni Kiebrania ambayo inasema ya kwamba ati Bwana atajionea. Na wanasema ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye ataweza kujiletea hiyo dhabihu ama kafara, mwana kondoo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Ibrahimu mwenyewe wakati aliweza kuitwa, aliweza kudhihirishwa jina. Kwa hivyo Yahweh aliendelea kizazi baada ya kizazi. Kwa hivyo kwa Seth kukawa jina linaloitiwa. Kwa Ibrahimu baada ya kizazi kikubwa kupita, Yahweh akajifunua, na baadaye akajifunua kwa Moshe, akajifunua kwa Musa katika kitabu kinaitwa Mwanzo. Kitabu kinaitwa Mwanzo. Tulikuwa tumesoma Mwanzo 6. Imesema akamwambia mimi ni Yahweh. Lakini kabla aweze kumwambia mimi ni Yahweh, hata Musa hakuwa amemfahamu. Kwa sababu ni kipindi kikubwa. Wakati ya Ibrahimu, Musa hakuwa, alizaliwa baadaye. Kwa hivyo alikuwa pia kizazi chake kimesahau jina. Waisraeli wote wamesahau jina. Sasa ukumbuke tunaangalia ujumbe wa malaika watatu wa kwanza. Injili ya milele ambayo aliyohubiri akasema ya kwamba tumsujudie yule aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote. Kwa hivyo tunatafuta yule anafaa kuabudiwa ni nani. Katika kitabu hichi cha Mwanzo 3 Mwanzo 3 inasema hivi, mstari wa 13, taanzia mahali pale. Musa akamwambia Elohim, kwa sababu hapa kunatumiwa jina Elohim. Taweza kusema ni kwa nini walikuwa wanatumia Elohim? Walikuwa wanatumia Elohim kwa sababu hawakuwa wanamjua jina. Elohim sio jina. Elohim ni kusema Almighty One ama mwenye nguvu. Kwa hivyo wenye wanasema Elohim ni jina, wanafaa kujua Elohim sio jina, bali ni title, ni kiashirio tu. Kwa hivyo Musa akamwambia Elohim, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Elohim wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Kwa hivyo Musa katika generation yake kupitoka kwa Ibrahimu, generation yenye ilikuja ikasahau jina. Musa kumbuka alilelewa kwa Firauni. Kwa hivyo hakuwa amejua jina kutoka utotoni mwake. Hapa ndipo Yahweh anaweza kumtokea katika mwali wa moto na anampatia utume. Anaanza kumtuma awe mtume wake. Anamuuliza sasa, jina lako ni nani? Kwa sababu nimesikia jina Elohim. Waisraeli sasa wakati huo Musa akilelewa kwa Firauni, Waisraeli wako Misri, wako huko kwa Firauni. Kwa hivyo wanatumia jina Elohim kusema mwenye nguvu. Haleluya. Lakini hawakuwa wanamjua kwa jina lake. Sasa Musa anataka kujua jina ndio aweze kuwaambia, kwa sababu atauliza, Elohim wa baba zenu amenituma kwenu, niwaambie nini? Elohim wa baba zenu amenituma kwenu. Lazima angetaka kujua anaitwaje, kwa sababu hawajui jina. Sasa Musa akaweza kujibiwa. Mstari wa 14. Elohimu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Nirudie. Elohimu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Kwa hivyo maandiko ya Biblia yanasema ya kwamba ati ya Elohimu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Hii jina Elohim ndio watu baadaye lirudi watu wakaanza kusema ndio God ama Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Na jina hili lingine ambalo tutakaja kuliona ambalo ni Yahweh likabadilishwa likawa ati ndilo Jehova.
lakini mwanzo lilikuwa la Yawe. Tutaweza kufahamu hapa, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Kumbuka haya maneno yanasema kwa katika Kiebrania. Yawe aliweza kuyanena kupitia Kiebrania. Akasema, kwa hivyo Yawe akaongeza, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Kwa hivyo Yawe Elohimu akamrahisishia Mose akamwambia, mimi niko amekutuma kwenu. Kwa hivyo enda waambia mimi niko amenimtuma kwenu. Swali, mimi niko ni jina? Mimi niko kwa hakika sio jina. Sio jina. Sababu hiyo ni kama maana tu. Ni maana tu. Kwa sababu Kiebrania mimi niko ambaye niko inasema ya asha ya. Aya asha aya. Hiyo ndio Kiebrania. Na hii mimi niko ni aya ama ya. Kwa hivyo mimi niko ni tafsiri, lakini katika Kiebrania kama hapa ingekuwa imeandikwa katika Kiebrania mimi niko ingeashiria ya ama YAH ya. Mstari wa 15 wacha niweze kuendelea. Tena Elohimu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Yawe Elohimu wa baba zenu, Elohimu wa Ibrahimu, Elohimu wa Isaka, Elohimu wa Yakobo ametuma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Kwa hivyo Elohimu akarudi akamwambia. Kwa hivyo aliendelea kumuelezea. Wakati hii maana hakuweza kuelewa hii maana. Elohimu akaweza kumuelezea kwamba mimi niko amenituma kwenu. Akaweza kumwambia akamwambia waambie wana wa Israeli, mstari wa 15, maneno haya, Yawe Elohimu wa baba zenu. Kwa hivyo hii mimi niko ambaye niko ama ni mimi niko ndio Elohimu akamwambia, akaiweka ni akaimuonyesha mbia ikiwa jina haswa. Akamwambia Yawe ya baba zenu amenituma kwenu, Elohimu wa baba zenu. Kwa hivyo Elohimu huyo mwenye nguvu ndiye anaitwa Yawe. Kwa hivyo anafaa kuitwa Yawe Elohimu ama Elohimu Yawe. Hii ni Biblia yenye imerudisha majina. Wacha niweza kuangalia Warumi, kwa maana Warumi ndio waliweza wakaweza kuua mitume, wakachukua vichuo, wakaweza kujifanya ndio mitume. Sasa wakaweza kuendelesha Injili. Sasa wacha ndio tuangalie hiyo kitabu wanasema nini kuhusu hiyo andiko na maelezo yao. Kumbuka wao ndio wamehifadhi chuo zote za nabii Isaia, chuo cha Mwanzo, chuo zote ndio wameweza kuhifadhi. Inasema hivi katika Kutoka, in the book of Exodus chapter 3 and verse 13, it says, I will read you how it is. But said Moses to God, when I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you. If they ask me, what is his name? What am I to tell them? Remember here, Moses is asking the name that he will tell the Israelites the name, because God is not the name. Take the point here. God is not the name. This is why he is asking the name, the real name of the one who is said in him. Then what was the answer? He's saying in verse 14, God replied, I am who I am. Then he added, this is what you shall tell the Israelites, I am sent me to you. So God replied. Remember, God, I said, is Elohim. I am just reading what is written here. But when you see the word God, you know into the Hebrew, it is Yahweh. It's Elohim. So Elohim is not the name. Remember that. And God is not the name. So those who are claiming that God is the name should go back to the Bible and research again in this verse. Okay,
Let's continue. He's saying, I am who I am. So God said, or Elohim said, I am who I am. Then added, so he added, because Moses could not know what this meaning is saying. This is what you shall tell the Israelites. I am sent me to you. So Elohim added and said, I am sent me to you. Verse 15 is saying, God spoken Father to Moses. So Elohim, or God, who according to this Bible, is saying he was speaking Father. He was continuing explaining to Moses so that he can know well about his name. So he spoke further to Moses, thus shall you say to the Israelites, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. Here there's a let me explain. That God, Father said to Moses, thus shall say to the Israelites, the Lord. So here there's the word Lord in capital letter. They have not written the name Yahweh. So what will we do? What will we know? Then the name was it Lord of the capital letter, or what was the name? Because in the nowadays Bible, people are taking the word Lord in capital letter is the name of the Heavenly Father, but it is not. It is not. But we shall see what they are saying. Remember, this is the Catholic Answer Bible, and the Catholic Answer Bible is from the Roman Catholics, and the Roman Catholics are the one that changed the name. So they are writing according to what they changed, but in their footnote, they explain, they bring the truth of what it was written in the earlier books, in the scrolls. Let me read in their footnotes of Exodus chapter 3 and verse 14. I am who I am. Apparently, this address is the source of the word Yahweh, the personal name of the God of Israelites. So, I am who I am. Apparently, Antaras is the source of the word Yahweh. So the name Yahweh, its source is the utterance of I am who I am. This is the name. It's in fact they are saying the proper personal name. This is the proper. You know, the English is sweet. It's the proper personal name. So this is not fake. It's the proper. If you want to know my proper name, is Samuel, or Samuel Juguna, and here in the Facebook, Jugus, Sir Jugus. So this is my proper name, and Yahweh and Elohim's proper name is not Lord, is Yahweh. They are saying the personal name of the God because they know God. They have changed from Elohim to God. They are saying the name of the God of Israel. So they are saying Yahweh is the name of Israelites. It is commonly, I'm reading here, their footnote. It is commonly explained in reference to God as the absolute and necessary being. It may be understood of God as the source of all created beings. So this is the source of all created beings. Nirudi kwa Kiswahili kidogo. Inasema ya kwamba jina hii ambayo imeandikwa I am who I am, mimi niko ambaye niko, ndiyo chanzo kamili cha jina Yahweh. Na hii jina Yahweh ndiyo jina halisi, wanasema, la Mungu wa Israeli, na inaelezewa katika utakatifu wake. Katika utakatifu wake, wanasema katika utakatifu wake Mungu
ya kwamba inaeleweka ya kwamba kupitia kwa hili jina Yawe na utakatifu wa hilo jina vitu vyote viliweza kuumbwa na vikaweza kufanyika. In fact, kwa Kiingereza inasema it may understood of God as the source of all created being. Kwa hivyo huyu ndiye mwanzo wa vitu vyote vilivyoumbwa. Na ukikumbuka katika mada yetu, ujumbe wa malaika watatu wa malaika wa kwanza unasema ya kwamba watu waweza kumsujudia yule, hata hajasema jina, yule aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote tunavyoviona. Sasa hapa inasema Yawe, ama jina hili Yawe, sio Bwana, sio Lord, ya kwamba huyu ndiye aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote, na ndiye chanzo cha hizo vitu kufanyika. Haleluya. So hii ndiyo jina ambalo linafaa kutumika kwa mujibu wa mahali tumefika, ya kwamba tuweze kumwabudu. Kwa hivyo malaika yule ujumbe huo, kwa sababu watu ndio watakao hubiri, mimi na wewe, ya kwamba tunafaa kumsujudia yule ambaye ni nani? Yawe, sio Lord, sio Bwana, sio majina hizo zingine. Yule Yawe aliyeumba mbingu na nchi, ambaye jina lake halisi ni Yawe, sio mambo hizo zingine ambao watu wanaweka. Wacha tuendelee katika maelezo ya hawa wanajiita wa Katoliki ambao waliweza kuficha ukweli, na wakati huu wametoa ukweli. Shetani anaendelea kunawa mikono. Ili siku ya mwisho hutakuwa na cha kujishikilia useme siku wanajua, ili hali Wakatoliki wako na hii Biblia. Popo wamekuwa wakisema hii jina ni takatifu la Yawe, msilitumie, tumieni la Jehova, tumieni yale mengine. Wewe jiulize kwa nini? Samahani, leo sina Biblia Mwafrika. Kama ningekuwa nayo na wakati mwingine nitakuwa nayo, nitaweza kuwasomea katika Kiswahili. Katika hii andiko inasema tu hivi, tumieni hayo mengine ambayo sio matakatifu, lakini hii jina Yawe ni takatifu sana na ndio la kweli. Wacha tuendelee. Inasema hivi katika maelezo yao. Tunakumbuka tunaelezea kuhusu mimi niko ambaye niko. Kwa hivyo hii ndio chanzo cha jina Yawe. Kwa hivyo Yawe ndio mimi niko ambaye niko. Wacha tuendelee. Inaendelea inasema the term Adonai, inasema out of reference. Sasa wanaelezea out of reference for this name, the term Adonai. So out of reference, because of its cleanness, because of its reference. I have no other word I can explain. It is reference. The term Adonai. So Yahudim, Jews, they said that this name is very clean, is very different, and it was not to be spoken according to them, because when you swear with this name, your swearing could come to you and eat you. If you are lying and you are swearing with the name of Yahweh. Remember, Yahshua was told by the pirate and was asked, can I swear you with the name of the Heavenly Father, of the name of Yahweh? Even Micah, the prophet, said that I will swear with the name of Yahweh. Then he said the truth. So it was reverence. It was more reference to spoke this name. So it's saying the term Adonai, which is my Lord, Bwana wangu. Kwa hivyo kwa sababu ya utakatifu wa hili jina, ati jina Adonai ama the term Adonai ambayo inasema ni Bwana wangu. Acha niendelee, nisiweke maneno yangu ya akili. Was later used as substitutes
Kwa hivyo baadaye jina Bwana likafanyika kama substitute, kama mbadala wa jina Yawe. Kwa hivyo Lord, ukiona mahali Biblia imeandika Lord, na hii ni Lord ya capital letter, ukiona mahali imeandika jina Lord, unajua ya kwamba, ama Bwana, unajua ya kwamba jina lililo halisi la Muumba mbingu na dunia na vitu vyote tunavyoviona liliondolewa, kukaletwa jina mbadala ambao si takatifu, kwa sababu lile linasemekana lilikuwa takatifu, ambao ni Adonai kwa Kiebrania, kwa Kiingereza Lord, kwa Kiswahili Bwana. Iliongezwa baadaye, was later used as substitute. Kwa hivyo ni baadaye. The word Lord in Lord ya capital letter, remember, kumbuka, the word Lord in the present version represent this traditional usage. Kwa hivyo jina Lord katika wakati huu ama Biblia za wakati huu inasimamia jina lile lililokuwa halisi la Muumba wa mbingu na dunia ambao ni Yawe. Sasa swali ni je, wewe ambao utatazama hii video utapenda kutumia jina halisi ama jina mbadala fake? Siku hizi watu wakienda madukani wanauliza zile vitu original. Hakuna mtu anataka kitu fake. Na lakini katika jina, katika kumwabudu, katika ibada, katika yule anafaa kuabudiwa, wanataka jina fake, jina mbadala. Acha niendelee. Kumbuka tunasoma footnote ama maelezo ya Kutoka 3:14 na 15. Inaendelea inasema hivi. The Lord in the present version represents this traditional usage. The word Jehovah. Here there is the word Jehovah. Arose from the reading of this name as is written in the current Hebrew text. So in the Hebrew text, current, remember, I underline that. Current Hebrew text. The word Jehovah is written in the Hebrew. If you search the Hebrew books, you will find the name Jehovah or Yahweh. And they are saying the word Jehovah arose from the first reading of this name. Jina Jehovah limechomoka katika chanzo kibaya, false ya uongo, false reading of this name. Kwa hivyo ukiwa wanasoma jina Yawe ama zile tetragrammatons YHWH inasoma vibaya, wanaandika, wanatengeneza jina ya Jehova. So Wayahudi kwa sababu wako na chuki watu jina la Yawe litumike, wakaunda kupitia jina YHWH ambazo zinatamkika Yawe, ambao herufi za Kiebrania original ilikuwa ni yod wa he, yod wa he. Hizo ndio YHWH. Lakini msomaji akitamka hizo kama ni Myahudi anatamka Yahweh, Yahweh or Yahweh, Yahweh or Yahweh. Lakini Wayahudi kwa sababu hawakutaka hivyo wakaunda jina lingine chotara, hybrid. The word Jehovah is the hybrid of the between the name the tetragrammaton of YHWH of the name of Yahweh and the name Adonai. Taking the word of the name Adonai and put it to the original name Yahweh, they came to they bring the hybrid Jehovah. This is why the Bible, their footnote in this Catholic Bible, the word Jehovah arose from the first reading of this name as it is written in the current Hebrew text. Kwa hivyo jina Jehova limetokea katika chanzo kibaya. Kwa hivyo jina Bwana ni mbaya, si halisi. Jina Jehova sio halisi, limetokea katika chanzo kibaya. Shetani ameweza kujifunua kabisa
Na aweza kusema ile kazi ambayo alitenda, anawaambia watu nilifanya hii kazi, niliharibu jina la Yahweh, nikatengeneza jina chotara, nikaleta jina Adonai ambao ni ya Kiebrania, ambao ni sanamu. Lakini jina halisi lilikuwa jina Yahweh. Oh my goodness. Kwa nini sasa tuende katika jina ambalo ni fake? Katika vitabu ama Pentateuch, Pentateuch, inaitwa hivyo kwa Kiingereza. Nitasoma katika hii Biblia kwa sababu wako na hiyo Pentateuch wameandika hapa. Wanasema Yahweh revealed himself to Moses as a savior, and the epic story of deliverance is told in Exodus. This book also tells of the Sinai covenant, which is rightly regarded as the key to the Old Testament. Through the covenant, Israel became Yahweh's people, and Yahweh became Israel's God, according to them. So Yahweh is the Yahweh of Israel. Ni Yahweh wa Israeli, sio Mungu wa Israeli, sio Bwana wa Israeli. Hii ni bitter herb, ni dawa chungu, si rahisi kumeza, lakini vumilia, kwa sababu kuvumilia ndio kupona. Hivyo ndio msemo wa madaktari, vumilia dawa, kupona utapona. Ukikosa kuvumilia dawa, kupona hautapona. Wengi wanajua hili jina, wengi wanajua hili jina Yahweh, lakini wanasema hata Jehova ni mzuri. Hiyo ni Kiyahudi wanatamka jina Jehova wanatamka Yahweh. Hapana, si namna hiyo. Jina Yahweh ni jina halisi, limejisimamisha. Na jina Jehova jina limejisimamisha na liko kwa Wayahudi. Wayahudi wako na jina Yahweh wa Ibrania, na wako na jina Jehova, na wako na jina Bwana ambao ni Adonai. Kwa hivyo ukiamua kuchanganya, changanya at your own risk. Lakini maandiko yako wazi ya kwamba Yahweh ndiye wa kweli, na ndiye aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote tunavyoviona. Kwa hivyo Musa akaambiwa, enda waambia Waisraeli hivyo, na ndio maana aliweza kuwaambia. Sasa Musa akaambia Waisraeli na akaambia Firauni ya kwamba tunataka utupe ruhusa twende tufanyia huyu Yahweh ibada. Haleluya. Katika hiyo sita, Mwanzo 6 aya yake kutoka 6 aya yake ya 5 inasema, na zaidi ya hayo nimesikia kuugua kwa wana wa Israeli ambao wa Misri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Mstari wa 6, hoja iko hapo. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yahweh. Kwa hivyo akaendelea kumwambia, akamwambia, enda waambie wana wa Israeli, mimi ni Yahweh, nami nitawatoa ninyi mtoke katika nchi ya Misri, nami nitawaokoa na utumwa, nami nitakomboa kwa mkono ulionyoshwa kwa hukumu kubwa. Kwa hivyo Yahweh aliendelea kujidhihirisha, na akaenda waambia Waisraeli na waambie haswa ni nani ambaye amekutuma. Firauni naye aliambiwa aje. Kutoka 5 aya yake ya 3 inasema, wakasema, Elohimu wa Waebrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Yahweh Elohimu wetu, asija akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Lakini mfalme wa Misri alisema namna gani? Ambaye ni Farao. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haroni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazameni watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mtawapumzisha wasichukue mizigo yao. Kwa hivyo Firaoni akawa anakataa kupatiana ruhusa waende wakamtolea Yahweh dhabihu. Kumbuka dhabihu ni ibada. Kulikuwa na dhabihu za mwana kondoo, kulikuwa na dhabihu
za ndama, za ng'ombe, za jiwa, hizo zote zilikuwa ni dhabihu. Na dhabihu ni ibada. Haleluya. Ni ibada. Na ibada ni kitendo cha kumfurahisha Yawe. Ni kitendo cha kumfurahisha Yawe. Kwa kwanza niangalie katika kitabu cha Waebrania. Waebrania. Ndio niwe kudhibitisha hilo. Kitabu cha Waebrania. Waebrania. Samahani. Kitabu cha Waebrania. Soma. Kitabu ni cha Waebrania. Acha nifike mahali pale. Waebrania 9. Inasema hivi. Ikiongelea kuhusu ibada ama tusemaje? Ile agano la kwanza ambao walikuwa wameambiwa wachinje wanyama na hizo vitu zote. 9:1 inasema hivi Waebrania. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na faida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Kwa hivyo agano la kwanza ambalo katika Waebrania Waebrania ngapi? Niweze kuangalia. Ni hii tu hapo chini. Inasema ya kwamba kulikuwa na hizo, kulikuwa na pasia, kulikuwa na hema, kulikuwa na meza na mikate. Kulikuwa na hizo kawaida za ibada. Ilikuwa ni ibada. Hizo dhabihu ni ibada. Haleluya. Kwa hivyo wakamwambia Musa akaambia Firauni, tupe ruhusa twende safari ya siku 3 mchana na usiku, tumtolee Yawe Elohimu dhabihu. Tumtolee Yawe ibada. Kwa hivyo yule anafaa kuabudiwa ni Yawe. Anafaa kutolewa ibada. Na hii ndio Injili ambayo Yohana wa Ufunuo anakuja kurudia. Katika Ufunuo 14 aya yake ya 6 inasema ya kwamba wahubiri wao wakao juu ya nchi na bahari na chemichemi na lugha na jamaa wamsujudie Yawe, wamsujudie yule aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote. Na hakika mahali tumefika tumeona huyo ni Yawe. Haleluya. Huyo ni Yawe. Joshua na mtu anaitwa Gideon naye alikuwa anamtumikia nani? Ndio nitoke hapo. Gideon katika kitabu cha Judges. Kitabu kinaitwa Waamuzi ama Judges. Judges chapter 6 verse 24. Let me read. So Gideon built there an altar to the Lord and called it Yahweh Shalom. To this day it is still offering of the Abiezrites. So wanasema ya kwamba akajenga madhabahu ya Bwana kulingana na wao. Lakini katika kuita, kwa sababu wao wanatumia Bwana ama Lord, kwa sababu wao wanaamini Lord, hawaamini Yawe. Nataka kuonyesha Gideoni alikuwa anaabudu ibada yake tofauti kama Israeli. Yaani wanasema ibada hiyo ni ya Waisraeli. Jina la Yawe ni la Waisraeli. Ibada ni za Waisraeli. Lakini wao wanamwabudu Lord ama Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo wanamwabudu Gideoni alikuwa anaabudu Yawe, lakini wao wanaabudu Bwana Lord. Kwa hivyo huyu ndiye aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote na chemichemi. Na ibada zote zinafaa kuwa kwake. Hazifai kuwa kwa mwingine yeyote isipokuwa Yawe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, ni vizuri ukae katika uweze kurudisha ibada ya kweli. Uweze kumsujudia huyo na wala usimsujudie mwingine. Nitaweza kusoma mahali ambapo inaonyesha ya kwamba hatufai kuchanganya, kwa sababu unaweza kujua Yawe ndiye kweli alafu uanze kuchanganya. Yawe hataki watu wachanganye. Hataki hata kuchanganywa. Acha kwanza nisome katika Isaia.
ama Yeremia, niweze kuona ni andiko gani. Haya, tasoma katika kitabu kinaitwa Isaia. Isaia ndio nzuri. Isaia 42:8. Nasema namna gani? Inasema hivi, mimi ni Yawe, ndilo jina langu. Kwa hivyo Yawe aliendelea kujidhihirisha. Tunaona katika kizazi baada ya kizazi, kizazi baada ya kizazi, Yawe aliendelea kujidhihirisha. Wakati alikuwa alijidhihirisha, wakati wa Isaya hivyo hivyo. Lakini nasema anaendelea kurudia ya kwamba mimi ni Yawe, lakini wakati wa Isaia hawakuwa wanajua. Lakini alisoma katika 52:6. Inasema ya kwamba hakika watu wangu watalijua jina langu. Kwa hivyo walirudi wakafunuliwa kupitia kwa kinywa cha Isaia. Sasa Isaia katika 42:8 inasema mimi ni Yawe, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Kwa hivyo Yawe hawezi kubali sifa zake zipatiwe mwingine. Hawezi kubali. Bali anataka sifa kwake. Sifa zake tu zikae kwake, sizikae kwa mwingine yeyote, kwa sababu yeye ndiye aliumba mbingu na dunia. Katika kitabu kinaitwa Sefania 1:5 inasema, na wale walisujudiao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba, na hao waabuduo waapao kwa Yawe na kuapa kwa markamu ama milkomu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wale ambao wanasujudia jeshi la mbinguni, kwa hivyo jeshi la mbinguni ni jua, mwezi na nyota, ibada za wapagani wanasujudia. Kwa hivyo ibada kunaingia kusujudu, na Adonai ni sanamu, ni ibada, na wale wote wanaabudu hizi zote mwisho ni jehanamu. Alafu pia wanaabudu hizo na pia wanamwabudu na kuapa kwa wanaabudu kwa Yawe na kuapa kwa milikomu. Kwa hivyo wanaapa kwa Yawe na wanaapa kwa milikomu. Milikomu ni sanamu. Kwa hivyo wanachanganya. Ukiwa unachanganya, ujue hatima yako haitakuwa mzuri. Kwa hivyo ningeweza kusema ya kwamba bariki sana na watendee mambo mema, kwa sababu mmeweza kujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Hiyo ni Yohana 8:32 ambayo inasema mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Yawe abariki sana na watendee mambo mema. Shalom, 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 shalom.